Maana yake malengo ya Simba na malengo ya timu kubwa kuhakikisha inachukua nini? Inachukua mataji. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa namna ambavyo kila nikikaa, kila ninaposafiri na Simba, kila ninapokuja kuiona Simba, spirit ya wachezaji wa Simba, balance yao ukiwaona, unaamini mwaka huu wao wana jambo lao. Kabisa baba. Unaamini mwaka huu wana jambo lao. Na kuhakikishia mwandishi, weka hiki kipande kuwa shahidi, nitafute. Jina langu ukiachia la Kisugu, naitwa Ali Omari Mikoi. Naishi katika mkoa wa Pwani, katika wilaya ya Mkuranga kwenye kata ya Mwandege, kijiji cha Kipala. Njoo mwaka huu Simba makombe yote anachukua. CRB Federation Cup tunachukua, NBC League tunachukua, na shirikisho barani Afrika tumechukua. Wametaka tutachukua, hawakutaka tutachukua. Iwe heri tutachukua, iwe kwa shari tutachukua. Iwe mchana tutachukua, iwe usiku tutachukua. Iwe na jua tutachukua, iwe na mvua tutachukua. Lengo la timu kubwa kuhakikisha mataji yaliokuwa mbele yake wanakwenda kuchukua. Kuniambia hata mkienda na mtani bado hawezi kufua dafu. Brother, sisi ni timu kubwa. Mkubwa huwezi kupangiwa nyama na mtoto wako kwamba baba anza kula. Wewe ukipangiwa nyama baba anza kula, maana yake sifa ya baba inakuwa haipo. Sisi ni wanne kwa ubora kwenye bara la Afrika. Ni dogo wadogo wakubwa. Kama sisi ni wakubwa, kwa nini tusende na confidence katika mashindano? Tumuogope nani? Hawa watu ambao kama binadamu anamuogopa mbuzi, itakuwa sisi binadamu wasiogope. Bwana Kisugu, tuzungumzie performance ya captain mwenyewe Fabrice Ngoma, assist pamoja na goli. Unakionaje kiwango chake? Wachezaji wote wa Simba wana viwango vizuri. Wachezaji wa Simba wote wana viwango bora. Na ndio maana tukawapa document zetu, tukawapa contract, wakaisaini kuja kuipambania Simba. Wewe leo unamzungumzia Ngoma, lakini waandishi semeni, sentafu leo kaanza nani hapa? Kaanza nani? Hamza pamoja na Kalabu. Mwalimu wote kafanyaje? Katoa. Jefa kazima. Anapiga mwanaume pa. Maana yake kuna muda mwingine timu inaingia kwenye system ya uchezaji, sio kwenye system ya namba. Unajua sisi Simba tumehama kwenye namba. System ya Simba sasa hivi imehama kwenye nini? Kwenye namba. Simba inakwenda kwenye mfumo. Na ndio maana leo mwalimu anaweza kumchukua Shomari Kapombe akamwambia acheza halfback 4. Halfback 4 inatajwa kwa sababu ili 11 uipate, maana yake namba lazima ufanyeje? Uhesabu. Lakini kiasilia football iko kwenye mfumo. Simba tunacheza mpira kwa sababu ya mfumo, hatuchezi kwa sababu ya namba. Na ndio maana leo tumecheza na watu wakati wote hawapo. Sawa. Na tumesikia minongono mingi watu wanazungumza kuhusiana na Christian Leonard Mbida Ateba kwamba anapata nafasi nyingi lakini kuzitumia na kuwa ni changamoto. Simba leo kashinda magoli mangapi? Magoli 3. Ateba kafunga kufunga? Amefunga goli moja. Nani anayemzungumzia kwamba na mashaka na Ateba? Mashabiki. Nendeni mkawaambie hii Simba. Hii Simba ina watu makini na tunajua nini tunafanya katika haya mashindano. Hii ndio Simba. Bwana Kisugu, shukrani sana. Asante, nami niwashukuru sana waandishi wa habari. Baba, katika haya mashindano ndio tunahitajika kuchukua nini? Kombe. Kisugu, kuna issue ambayo inasambaa sasa hivi. Kocha Fadlu Davis alizungumza mara baada ya kutinga hatua ya nusu finali kwamba wanahitaji anatajwa Faisal Salum Feitoto, lakini pia kuna mambo yanazungumzwa pia Young Africans wanamhitaji Faisal Salum Feitoto. Ni kama kuna vita imeingia. Ni kweli nyie kama Simba mnamhitaji Faisal sasa hivi? Focus ya Simba, target ya Simba ni kwenye mashindano ya shirikisho barani. Kipindi cha usajili bado, na kikifika kipindi cha usajili tutazungumza haya. Lakini niwaeleze tu ndugu zangu wa Simba, yuko Kishatamtaa juzi nimemsikia anajitia kilele sana mbele ya Dar es Salaam Africans. Nyinyi waandishi mtakuwa mashahidi. Anaitwa sijui mwalimu Yanga, sijui mwalimu Waupe yule. Nimemsikia katika vyombo vya habari anasema anashindana na mtu mmoja anaitwa Deus Kaisile. Eti anasema Simba akipita katika mashindano haya mimi naweka 1 milioni. Ukitaka kujua yule sio mwalimu, akili zake ziko shida. Anaweka milioni 1, anaoshindana naye kaka milioni 10. Kati aleka milioni 1 na milioni 10, nani anajiamini? Milioni 10. Sasa yule mwalimu ana shida kwenye kichwa chake. Anakwenda kubishana na mtu ambaye si saizi yake. Deus Kasile ni mtu mwingine, ana hela, anajiweza na anajimudu. Kwa hiyo mimi nimuombe sana Deus Kasile, nimwambie hivi, yeye kwa uwezo wake hawezi kwenda kudai milioni 1 kwa mwalimu. Ile kesi aniuzie mimi.
Kesi ya kuuzia. Nikachukua mimi hela. Asante Kisugu. Asante, nami niwashukuru waandishi wa habari. Nimefurahi. Haya. Haya, asante.